Vasco da Gama, si tunavyojua katika historia ya Kiislamu, hakuja isipokuwa kwa ajili ya kuja kuufunga kamba Uislamu katika koo yake na kuumaliza. Na hiyo ndo report alokwenda kuipeleka huko. Tizama vitabu vya skuli vya sayansi unavyofundishwa ilikuwaje mpaka Vasco da Gama amefika Unguja. Kisha unatupa mara nyingine history ya uongo. Vasco da Gama, si tunavyojua katika historia ya Kiislamu, hakuja isipokuwa kwa ajili ya kuja kuufunga kamba Uislamu katika koo yake na kuumaliza. Na hiyo ndo report alokwenda kuipeleka huko. Alipofika akasema Uislamu ni kama mtu ambaye nishamtia kamba katika shingo yake, sasa nimekuachieni nyie muvurute tu. Kaja mpaka hapa katika Afrika hii, amezunguka kote, amezunguka na pwani yote, ulikuwa ndo ukanda huu wa Uislamu tuliopatikana, amepita Vasco da Gama. Hawa ni watu ambao malengo yao yalikuwa ni maarufu. Ukienda kule shule na kufundisha historia za uongo ambazo ukweli ni mchache, na sisi tunaamini tu kila tunachoambiwa, tunaamini. Lakini sisi tuna history zetu na tuna karama na tuna mambo ambayo tumefundishwa, tunayajua. Sisi tunajua vizuri kwamba Vasco da Gama hakuwa isipokuwa ni mmoja katika mubashirin, yani watu ambao ni wamishonari kwa ajili ya kuja kuleta umishonari katika ardhi ambazo kuna Waislamu, na walilifanya hilo. Lakini walillahi alhamdu, mpaka leo Uislamu bado unang'ara katika visiwa hivi, na mpaka leo mikakati hiyo ipo bado. Mpaka sasa watu wakiona Unguja bado unaambiwa 99.9009% ni Waislamu. Bado wasiokuwa Waislamu na maadui ya Kiislamu, hili linawafanya wanaumia katika nyoyo zao. Sasa hivi watu wengi sana wanapelekwa kusoma Uislamu ambao sio Waislamu, kwa lengo sio la kuja kufundisha Uislamu, kuja kuvuruga Uislamu. Hiyo ndo fikra ya pekee ambayo leo inafanya kazi kwa watu wasiokuwa Waislamu na maadui wa Kiislamu, kwamba mkitaka kuuweza Uislamu msiwaite watu katika Ukristo, katika Unasara. Nendeni mkausome Uislamu wao. Katika aya za Qur'ani kuna aya zinaitwa mutashabihat, kuna aya ambazo kwamba zinaitwa zinafanana, kuna qat'iyya thubut, kuna dhanniya thubut, na hizo ni aya qat'iyya thubut ni aya chache tu katika Qur'an, na huo ndio Uislamu wote, na ndio amri na makatazo. Kuna dhanniya thubut na kuna mutashabihat. Kwa hiyo Wakristo au Mayahudi wanazisoma hizi aya, kisha lengo lao ni tashkiki almuslimin, ni kuwatia shaka Waislamu katika aya hizo za Qur'an. Mbona Mungu wenu hapa kasema hivi? Sasa wale Waislamu ambao hawataki kuisoma Qur'ani, ndio wao wanachukuliwa kama machungwa au mapera, wanatiwa kikapuni, wanapelekwa kwenda sambamba na fikra zao hizo. Hawako katika Uislamu wala hawako katika hawajulikani wako katika dini gani, kwa sababu wako mbali na Qur'an. Wewe mzazi, ikiwa mtoto wako anasoma katika chuo, kitilie nguvu chuo kile kwa kumpa support huyu mwalimu. Hawa walimu wa madrasa hawa wanaosomesha watoto hawa, tuwape matajiri, tuwafadhili, tuwajengee vyuo, tuwajengee misingi imara ya dunia yao, wapate kusomesha vizuri. Imam Shabi anasema siku moja amekaa darasani anadarisisha, amekuja kijakazi wake wa nyumbani, mfanyikazi wake, maid wake, amekuja nyumbani msikitini, amemfuata mpaka msikitini, katumwa na mkewe nyumbani. Yuko msikitini anatoa darasa, maana anamuona maid wake amefika, anamwambia ya sayyidi, bwana wangu, kabla hujaanza kusomesha, inna sayyidati taqul laqad nafada ad-daqiq min al-bayt. Mkeo ambaye ndo bosi wangu nyumbani anasema unga umekuisha. Kabla hujaanza kusomesha ulijue mapema hilo, sio kafika nyumbani kukuta hakuna kitu kapiga kelele. Shabi akasema wallahi laqad ansaytini mas'alatan kuntu a'dadtuha li haula, umeshafuta, umenisahaulisha masala zaidi ya 70 nilikuwa nimeandaa kwa ajili ya kuwapa hawa wanafunzi wangu, yote yameruka yote.
Kwa nini? Kaambiwa bwana, unga hamna nyumbani, somesha hapo, lakini ukitoka hapo hivi hakuna kitu. Sasa Imam Shafi anasema masala 70. Alafu nyinyi mnataka mtoto wako ahifadhi Qur'an. Mwalimu mshahara wake ukimpelekea shilingi 100 ya Alhamisi, ile pesa Alhamisi ambayo leo imepanda, ikiwa imepanda mpaka 500. Walimu wenu wanapenda pesa sana. Unafikiri mwanao atakuja lini kujua kuhifadhi Qur'an? Mwache ahifadhi hizo kuku, kapanda baskeli, sijibata kavaa nini, mwache hizo ndo zitamfaa. Kwa sababu wewe hutaki kuitilia nguvu ile Qur'an. Utakuwa nani wewe bila ya Qur'an? Wahifadhishe watoto Qur'an, na mali inahitajika katika msukumo katika jamii hizi za Qur'ani. Tuwajalie kitu katika mambo hayo, wapate kupanda, wafanye shughuli zao vizuri. Sabil ilmi wal mali yabni an-nas mulkahum lam yubna al-mulku ala al-jahli wal iqlal. Kwa elimu na mali ndo watu wanaweza kujenga ufalme wao. Ufalme haujengwi na ufukara, ufalme haujengwi na ujinga. Watu wanajenga kwa pesa walizokuwa nazo na kwa ilmu walizokuwa nazo, na lazima tuwasaidie watu wa Qur'an kwa ajili ya kuipeleka Qur'ani mbele. Umma we ummatun qari'a. We baba, leo huoni fakhri kuona mwanao anahifadhi Qur'an juzu 30? Huoni fakhri kuona maneno ya Mungu yamejaa katika kifua chake, kichwa chake, anasoma ala dhahri al-ghaib? Huna fakhri hiyo? Leo baba wengine taalifu hawajui, lakini alhamdulillah wameona umuhimu wa Qur'ani. Leo watoto wao ni mahufadhi al-Qur'an. Basi itafichika ile kwamba wewe hujui kitu kwa sababu ya mwanao tu. Mwanawe mashaallah amehifadhi msahafu mzima, itaonekana kama na wewe umehifadhi msahafu mzima, kumbe hamna chochote. Kama ile mtoto alikuwa mwanachuoni pale mtaani na babake alikuwa jahil murakkab, mtoto alimul allama. Watu wakasema, ikiwa mtoto ana ilmu kama hii, je, baba ilmu yake itakuwaje? Bila shaka mtoto ni kama mto, baba ni kama bahari. Wakawa wanazungumza hilo. Siku moja yule mtoto akasikia zile. Sasa akataka kumjenga babake, akamwambia, baba, watu wanazungumza sana kuhusu wewe, hawajui kama wewe ni jahil murakkab, hujui kitu. Kwa sababu yangu mimi wanaona wewe umesoma. Basi angalau leo njoo katika darsa, mimi na tafsiri suratu Yusuf. Ikifika katika sehemu nitajisahaulisha maksudi, alafu wewe utanibutua, utanikumbusha ile aya, nitajifanya kama nimesahau. Wewe ukinikumbusha hapo, utakuwa ushapanda chati, watu wote watajua kwamba wewe unajua kuliko mimi. Baba akasema la, akamwambia basi twende msikitini baada al-maghribi, ile darasa yake ya tafsiri. Siku hiyo alikuwa amefika, ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna yusufa inda mata'ina faakalahu adh-dhi'b. Sasa anasema mimi nikifika faakalahu nitajifanya nimesahau, nitakosea hapo, nitajikosesha maksudi, alafu utanikumbusha faakalahu adh-dhi'b. Watu leo kaingia mwenyewe jigogo lenyewe baba. Kaambia sawa mwanangu, twende darasa. Pale tayari watu wamekusanyika. Leo tuko wapi? Nimesoma kwa leo tuko fungueni, nimefungua. Bismillahir Rahmanir Rahim. Akaisoma ile aya, inna dhahabna nastabiqu wa tarakna yusufa inda mata'ina faakalahu. Akajisaulisha, kafanya kama amesahau. Faakalahu. Baba basi unganisha hapo. Baba na yeye kumbe baba amesahau. Na bora angesahau moja kwa moja, lakini katamka kilima kingine mbali na ile Qur'an. Akasema faakalahu namiru. Namiru manake taiga. Sasa pale Qur'an faakalahu dhi'b. Sasa baba kaambiwa hii kilima faakalahu dhi'b, akaliwa na mbwa mwitu. Sasa wewe nitasahau kilima dhi'b, wewe utanikumbusha faakalahu dhi'b. Sasa natafuta ule mnyama alionambia mwanangu, mnyama gani? Faakalahu namiru, ameliwa na taiga. Watu wakasema kumbe baba hajui. Aibu yote ameipata siku ile. Siku zote sisi tunafikiria wewe umesoma kwake, kumbe ndo baba hajui chochote. Usipate aibu na wewe kama hiyo. Soma wewe kwanza, alafu msomeshe na mwanao, na huyo mwanao pia mwambie kusomeshe, na Qur'ani itakunyanyua.
na mtu atapata daraja katika pepo kulingana na hifdhi ya aya za Qur'an alizohifadhi. Kila akisoma aya anapanda katika daraja za peponi. Daraja yake ya mwisho ni akhir ayatin allati hafidhaha, akhir aya ambayo amehifadhi ndo ni daraja yake ya mwisho. Kwa hiyo zayyinul Qur'ana bibuyutikum wa biaswatikum wa bihayatikum, tuyapambe maisha yetu kwa Qur'an, tuyapambe majumba yetu kwa Qur'an, tuwapambe watoto wetu kwa Qur'an, na tuzipambe sauti zetu kwa Qur'an. Mwenyezi Mungu atujalie min ahli al-Qur'ani haqqan.